Warumi sura ya 6 mstari wa 23 amesema hivi, mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi 6 mstari wa 23, mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Na tukasema tafasiri ya dhambi ni mtu aliyefarakanishwa na Mungu, ni mtu aliyoingia roho ya uasi, ya kutokutii wala kuamini sauti ya Mungu wala neno wala maelekezo ya Mungu. Huyo mtu amefanya nini? Dhambi. Adamu akufanya dhambi kwa kuchuma tunda. Lile tunda lilikuwa ni figurative language, ni lugha ya mafumbo. Adamu akufanya dhambi kwa kufanya uzinzi. Mungu alishawaruhusu tayari hapa nyuma kwamba wafanye nini? Wakazae na kuongezeka. Adamu alifanya dhambi kwa kutoiamini sauti ya Mungu, kwa kutoitii sauti ya Mungu ambayo alizungumza naye katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16 na wa 17. Mwanzo sura ya 3 akaisikia na kuiamini na kuitii sauti nyingine nje ya sauti ya Mungu, ndipo alifanya dhambi, akafarakanishwa na Mungu kwa kutokuamini na kuitii sauti ya Mungu. Lini mauti iliingia kwenye maisha yake? Mauti iliingia ndani ya maisha ya Adamu kwa sababu mauti maana yake ni kuwekwa mbali na uwepo wa Mungu. Kwa yoyote ambaye uwepo wa Mungu au roho wa Mungu amekaa mbali na yeye, mtu huyo yuko katika hali ya mauti. Hawa watu ambao hawamwamini Yesu Kristo kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, maandiko yanasema wapo chini ya giza totoro, wapo chini ya mauti, wamekufa katika namna ya roho. Kinyume cha dhambi ni haki. Ndio maana somo linasema mwenye haki wa Mungu. Na kinyume cha mauti ni uzima. Yesu Kristo ambaye ndio chanzo cha uzima, alipokuja alikuja kupatanisha, kurejesha ile hali ya uzima ambayo Adamu wa kwanza aliyoipoteza. Hali gani ya uzima? Ni hali ya kuwekwa mbali na uwepo wa Mungu. Hali ya mauti ikaingia ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo anaposema kwenye Warumi sura ya 5 mstari wa 19, Warumi 5:19, anasema kwa kutokutii kwa mtu mmoja dhambi na mauti ikaenea kwa watu wengi, na kwa kutii kwa mtu mmoja au kwa kuamini kwa mtu mmoja haki inahesabiwa kwa watu wengi. Adamu wa kwanza aliacha kuisikia sauti ya Mungu. Adamu wa mwisho ambao ni Yesu Kristo, yeye, Biblia inasema kwenye Wafilipi, andika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 8. Wafilipi 2 mstari wa 8 anasema Adam wa mwisho ambao ni Yesu Kristo alitii mpaka mauti ya msalaba. Lini Yesu Kristo alifanyika kuwa mwenye dhambi? Make maandiko yanasema kwenye Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21, andika. Maandiko yanasema yeye asiyekuwa na dhambi, asiyekuwa na hatia, alifanywa kuwa dhambi ili yoyote atakayemwamini awekwe mbali na dhambi. Swali watu ambao wanajiuliza ni lini Yesu Kristo alifanywa kuwa mwenye dhambi? Yeye asiyekuwa na dhambi, asiyekuwa na hatia. Kumbuka tafasiri yetu ya dhambi ni kuwekwa mbali na uwepo wa nani? Ni kufarakanishwa na nani? Na Mungu. Lini Yesu Kristo Emmanuel alifarakanishwa na Mungu? Kumbuka Emmanuel, Yesu Kristo ni mwanadamu 100% na ni Mungu 100%. Yohana 1:14 anasema Mungu akauvaa nini? Mwili, akaketi pamoja na sisi. Yohana 1:14. Emmanuel kwa alikuwa ni Mungu 100% na alikuwa ni mwanadamu 100%. Ndio maana akawa anawaambia wanafunzi wake kwamba mkiniona mimi, mkinitazama mimi, hamumuoni Baba ndani yangu. Baba yuko ndani yangu na mimi niko ndani yake. Lini huyu Emmanuel, lini huyu mwana alifarakanishwa na baba yake? Kwa sababu maana ya dhambi ni kufarakanishwa na nani? Na Mungu. Tofauti ya Adamu wa kwanza
yeye hakutii sauti ya Mungu, alikaidi. Ila Yesu Kristo ambaye ni Adamu wa mwisho, yeye alitii sauti ya Mungu, sauti ya baba yake, mpaka mauti ya msalaba. Marko sura ya 15 mstari wa 34. Marko 15 mstari wa 34 ndio siku ambapo mwana Emmanuel, Yesu Kristo, alipofarakana na baba yake. Ndipo mwanadamu Yesu Kristo alipofarakana na Mungu, alifanywa kuwa mwenye dhambi. Yeye asiyekuwa na hatia alifanywa kuwa mwenye dhambi. Kumbuka neno nasema Warumi 6:23, mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Na mauti maana yake nini? Ni kuwa mbali na uwepo wa nani? Wa Mungu. Adamu wa kwanza alipofanya dhambi, mauti ilipoingia, ni yeye alitolewa katika bustani ya Eden kwenye uwepo wa Mungu. Ni mwanadamu alifanyaje? Alitolewa katika uwepo wa Mungu. Ila tofauti na Yesu Kristo ambaye ni Adamu wa mwisho, ni Mungu ndio alimwacha mwana pale msalabani. Marko 15 mstari wa 34, akapaza sauti yake akasema, Eloi, 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 lama sabakthani, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Ndipo Yesu Kristo alipofanyika kuwa ni dhambi, akafarakana na baba yake. Ndipo hali ya mauti ilipoingia katika ulimwengu wa roho. Mauti maana yake ni kuwa mbali na uwepo wa nani? Wa baba wa Mungu. Kuna mtu mmoja anaongea naye asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio dhambi ya Adamu wa kwanza kwamba ilifanya automatic basi wanadamu wote wakawa ni wenye dhambi. Hapana. Kwa sababu nyumba hiyo hiyo moja ya Kaini na Habili, watoto wa baba mmoja, mama mmoja, Adamu na Eva, mmoja alimwamini Mungu, Abeli. Waebrania sura 11 mstari wa 4. Mmoja alimwamini Mungu akahesabiwa kuwa mwenye haki wa Mungu, lakini mwingine hakumwamini Mungu, hakuhesabiwa kuwa mwenye haki. Kwa hiyo dhambi ya Adamu sio automatic kwamba kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke yupo chini ya dhambi. Wale waliomwamini Mungu, akina Enoko, akina Nuhu, akina Ibrahimu, akina Rahabu, Waebrania sura ya 11 ukisoma yote pale utaona wale heroes wa imani. Wale wote walihesabiwa kuwa wenye haki, akina Musa, kwa sababu walisikia sauti ya Mungu, wakaitii, wakamwamini Mungu. Kwa hiyo sio dhambi ya Adamu ilikuwa ni automatic kwa kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Ndivyo ilivyo hivi leo. Biblia inazungumza katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 18, anasema amwaminie yeye hahukumiwi, asiamini amekwisha hukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Watu wengi wanadhani kwamba hukumu ya Mungu itakuja huko mbele. Kuna hukumu ya Mungu kulingana na matendo na kila kazi ambayo tunaifanya hapa chini ya jua, ambayo Mungu ataipima hiyo kazi. Kwa nini? Kwa moto, na mtu atatoa hesabu kwa kila neno analolitamka kwenye kinywa chake. Lakini kuna hukumu ambayo wengi wanafikiri itafanyika wakati huo, ambayo inafanyika hapa hapa duniani kabla hajatoka kwenye hii miili ya kuharibika. Anasema Yohana sura ya 3 mstari wa 18, mtu anaposikia habari ya Yesu Kristo, injili ya Yesu Kristo, yule anayeamini amehesabiwa kuwa mwenye haki, ameokolewa. Yule anayekataa habari za Yesu Kristo amekwisha hukumiwa tayari. Kwa hiyo kuna hukumu ambayo inafanyika hapa chini ya jua, na watu wanahukumiwa kwa kutoliamini jina. Kumbuka ni jina la nani? La Yesu Kristo. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12 anasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yoyote yule, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo.
Kinachotuokoa sisi ni jina la Yesu Kristo. Nisikilize vizuri. Mara baada ya yeye ambaye ni sawa na Mungu, Emmanuel, ambaye ni mwanadamu 100% na Mungu 100%, mara baada ya kuvumilia na kutii mpaka mauti na kujishusha, akaona kule kuwa sawa na Mungu sio kitu. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 hadi wa 11. Mara baada ya kuonesha utii, Biblia inasema mstari wa 9 wa Filipi 2, Mungu akainua jina lake, akaliweka juu ya majina yote. Katika hilo jina kila kinywa kitakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Katika hilo jina kila goti litapigwa kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Nisikize vizuri. Yoyote anayoliamini jina la Yesu Kristo. Kumbuka Mungu ni wa wote wenye mwili, si ndio? Mungu ameumba watu wote. Ameumba washirikina, wachawi, waganga, walozi. Ameumba wauaji, ameumba makahaba. Mungu ni wa wote wenye nini? Wenye mwili. Lakini tofauti yake, amefanyika kuwa Baba. Ni Mungu kama muumbaji, lakini amefanyika kuwa nani? Baba kwa wale wanaomwamini Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo atakuwa Mungu muumbaji wa wote duniani, lakini atakuwa Baba kwa sisi tunamwamini kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo yule ambaye atakayepokea haki, atakayefanya kuwa mwenye haki, ni yule ambaye analiamini jina la Yesu Kristo. Ndio maana kwenye Matendo ya Mitume sura ya 4, mitume, wanafunzi wa Yesu Kristo, walikatazwa wasihubiri kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Kwa nini walikataza wasihubiri kwa jina la Yesu Kristo? Maana wanajua hakuna jina lolote lile liletalo wokovu kwa mwanadamu, hakuna jina lolote lile liletalo nguvu ya Mungu na udhihirisho wa nguvu ya Mungu isipokuwa jina la nani? La Yesu Kristo. Anaposema kwamba mamlaka aliyopewa na Baba yangu nimewapa nyie, ule uweza, ile nguvu, ule utukufu uliopewa na Baba yangu nimewapa nyie. Ile mamlaka ya Kristo ambayo Yesu ni Kristo, ni kichwa cha kanisa, ameipa mwili wake ambao ni kanisa, sisi tunayomwamini. Mamlaka hiyo ni jina aliyotuachia. Daudi anaandika, wengine watataja magari, wengine watataja sunini, lakini sisi tunataja nini? Jina la Bwana. Kilichomuua Goliati kupitia Daudi sio hata lile jiwe. Wakati Goliati Mfilisti asiyetahiriwa anawalaani na kuwatukana majeshi ya wana wa Israeli, anawalaani kwa maapizo ya miungu yao ya Kifilisti, Daudi akamwambia, mimi nakujia kwa jina la nani? Jina la Bwana. Lile jina la Bwana aliyomjia nalo ndio lilikuwa ni nguvu na uweza wa kumwangusha Goliati tena. Unapopitia changamoto au hali fulani, aidha imesababishwa na hali ya kibinadamu au wakuu wa giza, watu wa kuzimu wamekuwa ni sababu ya wewe kupitia hiyo hali. Machafuzi, maharibifu, mauti, madhaifu yanapotokea katika familia zetu, katika jamii zetu, kumbuka kuna watu hapo kwenye vilinge, kwenye madhabahu za giza, wanataja majina ya miungu yao, wanapiga manyanga, wanapiga chakacha, wanaita nafsi za watu kwa kutaja majina ya miungu yao. Wakati wao wanataja majina ya miungu yao, wewe unalitia jina la nani? Usiseme kwamba Mungu anajua mimi nimeokoka, mimi ni mtoto wake, basi atanisaidia tu. Yeye Bwana anijua. Na wengi wakaimba, wanijua Bwana, wanijua vyema Bwana. Ni kweli anatujua, lakini amesema, ndio huyo huyo aliyesema kwamba yoyote anayelitia jina langu, yoyote anayelitia jina langu nitamuitikia. Yeremia 33 mstari wa 3, niite nami nitakuitikia, nitakuonesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Mungu hawezi kujifunua kama hakuna mtu aliyepiga magoti na kupaza sauti yake na kulitia jina la Bwana. Usiseme wanijua Bwana. Ndio anakujua, kwa sababu alikuumba kabla hujatoka tumboni mwa mama yako, anakujua. Ila kanuni ya kiroho, kanuni katika ulimwengu wa roho, lazima awepo mtu wa kuomba. Mathayo 7:7 anasema, ombeni nanyi mtafanya, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kama kuna kinywa cha mtu anayeomba, kuna hatima ya mtu imefunguliwa, au hatima ya watu imefunguliwa. Fungua kinywa chako uombe, fungua kinywa chako utangaze, fungua kinywa chako utamke jambo fulani. Mamlaka tuliopewa
ni mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kumbuka, jina ndio mamlaka tuliopewa, jina la Yesu Kristo. Tunapokuwa tunaitangaza dhidi ya hali fulani, changamoto au mazingira fulani, hilo jina linafanya kazi, kwa sababu tunafanyaje? Tunatangaza, tunaomba. Tuko sawa sawa jamani wapendwa? Halifanyi kazi kwa sababu tumekaa nalo tu hivi. Paulo mtume kwenye Waefeso sura ya 6, Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 mpaka 18, anaposema vaeni silaha kamili, anapozungumza habari ya kuvaa silaha kamili, hamaanishi kutembea na chumvi ya upako. Hiyo sio silaha ya kiroho. Hamaanishi kutembea na mafuta ya upako kutoka Israeli, sio silaha ya kiroho. Haimaanishi kutembea na bangili yenye picha ya kanisa fulani au yenye picha ya mchungaji fulani. Haimaanishi kutembea na kitambaa. Anaposema vaeni silaha kamili, anamaanisha hivi, ni silaha za kiroho, silaha ambayo ukikurupushwa muda wote, ndani yako tayari lipo jina, unaweza ukalitangaza na likakuletea wokovu. Kumbuka, hakuna jina lolote lile linaitwa wokovu. Hakuna jina lolote linaloponya na kumkomboa mwanadamu isipokuwa jina la nani? La Yesu Kristo. Tukiwafundisha kutegemea vitu vya kushikika na kuonekanika, imani zenu zitakuwa katika hekima za nini? Za wanadamu. Wakorintho wa kwanza, andika Wakorintho wa kwanza sura ya 2, Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4 na wa 5. Mtume Paulo anasema, nilipokuwa nikiwahubiria na kuwafundisha, sikutumia hekima zangu mimi, maana nikitumia hekima zangu mimi, imani zenu, tumaini lenu litakuwa kwa wanadamu, haitakuwa kwa Yesu Kristo. Yesu anasema kwenye Yohana sura ya 3, anamwambia yule mwalimu wa Mafarisayo Nikodemo, anamwambia yule nyoka wa shaba aliyeinuliwa jangwani na Musa, wale walikuwa wanaumwa, wanataka kufa, wakamwangalia wakapona. Akasema, ndio mimi mwana wa Adamu nitakapoinuliwa. Alikuwa anamaanisha nitakapoangikwa, tundikwa msalabani, katika mauti yangu, kufa kwangu na kufuka kwangu, yoyote atakayeniangalia mimi niliye nyoka wa shaba hata kufa, bali atapata uzima wa nini? Wa milele. Macho ya watu wengi leo katika makanisa mwili wa Kristo hayapo kwa Kristo Yesu ambaye ni nyoka wa shaba, yapo kwenye vitu. Ndio maana mlokole wa kawaida leo ukimwamsha usiku au jambo fulani likitokea usiku lenye kutisha, atakimbilia kwenye pochi au kwenye kabati au kwenye draw, anatafuta kitu cha upako alichopewa kimsaidie, wakati Kristo Yesu yuko ndani yake. Tumekuwa ni watu tumeokoka, lakini tuna utapia mlo. Wengi ukiwaangalia wana afya mwilini nzuri, lakini wana utapia mlo wa rohoni. Tumekuwa ni chiba wa rohoni, walemavu. Yaani hatuwezi pasipo kitu cha upako. Tunaamini kwamba hapo Yesu Kristo. Nisikize vizuri. Mungu hajawahi kukaa katika kitu. Mungu hajawahi kukaa katika kitu. Mungu anakaa ndani ya wale wanaomwamini, aliyewahesabia kuwa wenye haki. Nani? Ni mimi na wewe. Pendeleo la wanadamu tuliopewa na wanyama wengine na viumbe vingine vyote ni kwamba Mungu anakaa ndani ya mwanadamu mwenye mwili. Mungu hakai katika kitu. Kuna mtu mmoja anaongea naye jamani wapendwa. Mungu hawezi kumweka ndani ya kitu, eti nimweka ndani ya mafuta, ndani ya chupa. Yaani Mungu anakaa kwenye chupa. Umemshusha thamani. Andika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4. Anasema aliye ndani yangu, aliye ndani yenu ni mkubwa kuliko aliyoko wapi? Huko duniani. Yesu Kristo aliyoko ndani yako ni mkubwa kuliko vitu vilivyozunguka hapa duniani. Kwa nini unamfanya Yesu Kristo ni mdogo wakati yuko ndani yako na anatawala? Maandiko yamesema, Waefeso sura ya 2, Waefeso sura ya 2 mstari wa 6, amesema tumeketishwa pamoja na yeye, tunatawala pamoja na yeye ndani yetu. Kuna mtu mmoja anaongea naye hapa jamani asubuhi ya leo. Tegemezi lako na moyo wako ukiwa katika vitu, utakuwa ni mlemavu wa kiroho. Yesu Kristo anazungumza katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 24.
Yohana 8:24 anasema, kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu, kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Naliwaambieni mtakufa katika nini? Dhambi zenu. Msiposadiki, msipoamini, mtakufa katika dhambi zenu. Kwa hiyo mtu anayeingia katika dhambi ni yule mtu ambaye hasadiki, aamini. Sio automatic kwamba dhambi ya Adamu imemfanya kila mwanadamu awe mwenye dhambi. Wako walioamini, akiwemo mtoto wake Habili, akina Ibrahim, Enoch, Musa. Kwa hiyo mtu anakuwa mwenye dhambi ni yule ambaye anapelekewa injili ya Yesu Kristo, alafu anaikataa, haisadiki. Yesu anasema utakufa katika nini? Katika hali ya dhambi.